Mungu aliniunganisha pamoja na mjakazi wa Bwana Mama Ana. Nina ujumbe ambao Mungu amenipea usiku ya leo asubuhi mapema kutupambazuka. Ni ujumbe kulingana na maono ambayo Bishop aliyopata usiku. Wote waliokuja kwenye mkesha najua waliona hiyo scenario iliyopita mahali. Akamwona mjakazi wa Bwana amefunga wanakitwa nini, kama kamba ambayo watu wote wameingia kwenye kamba. Sasa akivuta, sisi wote tulikuwa tumevutwa huko ndani. Hii ni mambo ya kiroho. Tutapenda kueleza kwamba katika ufalme wa Mungu pana siri, na ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, jua hizo siri. Na nitakueleza kuhusu hali ya baraka zako mbele ya Mungu. Si mambo ya bahati. Si kwani ulizaliwa na baba alikuwa na pesa. Si kwani ulizaliwa na watu ambao wamejulikana au ulisoma. Kinacholeta baraka na ushindi ni kujua siri za kiroho. Bwana asifiwe. Leo tumeshindwa kuelewa uweza wa Mungu kwenye maisha yetu, ni kwani hatujafunuliwa siri. Na wapea vipengele fulani vitakavyotusaidia kuelewa tena siri za Mungu. Toma kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri 8 mstari wake ni wa kwanza. Atakayepata tusomee. Mhubiri sura ya 8 mstari wake ni wa kwanza. Mhubiri 8 verse 1. Inasema hivi: ni nani aliye kama mwenye hekima? Naye ni nani ajuaye kufasiri neno? Hekima ya mtu humngarisha uso wake, na ugumu wa uso wake hubadilika. Sema amen. Nani aliye kama mwenye hekima? Tunapokuja mahali kuna Mungu, kitu cha kwanza Mungu anachohitaji kwetu tuwe na hekima. Na hii hekima yatoka katika neno la Mungu. Na nasema hiyo hekima ya kuelewa neno la Mungu yaleta uso wako kung'ara. Uso ni maisha yako ambao lazima yatang'ara. Kutakuwa utofauti. Wanapokuona watakuona kwa level nyingine juu. Huwezi kuja mahali kuna Mungu ukae na uso wa kitambo. Mungu anakuelekeza kuwa na uso mpya katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi umekuwa na miaka 70, haijalishi uwe na miaka 100, ukiingia mahali kuna Kristo, uso si hiyo picha hii ambayo unaona, ni maisha yako yanang'ara. Shangilia Bwana. Anasema na ugumu wa uso wako hubadilika. Ni maisha yako yalikuwa katika vifungo yanabadilika. Maisha ya umaskini yanaondoka. Maisha ya kutopata kazi yanaondoka. Mungu anakamilisha, lazima paonekane mabadiliko. Siri kubwa ni kujua neno la Mungu linakupa hekima, mambo yanabadilika. Hajasema uombe. Anasema soma neno na uwe na nini? Na hekima. Hiyo ni siri ya kubadilisha maisha yako. Amen. Sijasikia amen. Amen. Watu wa Mungu, hakuna mahali tunapoenda ikiwa uso wetu hautabadilika. Na kinacholeta uso kubadilika ni kusoma nini? Neno. Na katika neno unapata hekima. Na katika lile neno unasikia sauti ya Mungu, na unasikia lugha ya Mungu inayostahili na inakuelekeza kwenye baraka zako. Amen. Tuone hatua la pili. Ukisoma kitabu cha Ayubu
Ayubu 29. Ayubu 29. Yule atapata tasoma mara kwanza. Ayubu 29 mstari wake wa 4. Ayubu 29. Kitabu cha Ayubu 29 mstari wa 4. Ndio. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukoma, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Amina, acha hapo. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za nini? Za kukoma, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Watu wa Mungu, tutembee na Mungu tukijua siri zake. Mungu ana password kwa watu wake. Mungu hawezi akafunulia vitu kwa watu ambao wasiomjua. Anapeana watu wake siri. Huyu ni Ayubu, anasema nilipokuwa nikikomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Hemani sio hii hema kanisa. Hemani ni ndani ya roho yako. Ni madhabahu ambayo Mungu anainua ndani yako, na katika haya madhabahu lazima pawe neno. Mungu anajifunua kwako kwa kupitia neno. Mungu anakupea hekima, na hii hekima inabadilisha maisha yako, yanakufanya kuwa tofauti na watu wengine, yanakufanya kuwa tofauti na watumishi wengine, yanakufanya kuwa tofauti katika familia. Kwani unajua siri za nani? Siri za Mungu, na ni neno la Mungu. Unasifiwa. Amen. Kwa nini Mungu anatufunulia leo siri hii? Ili tumfuate mshakazi wa Bwana. Ni kwani alijenga msingi wa neno la Mungu na hekima ya kimbingu, na Mungu akachilia neema uwe mwongozi wa watu. Utabeba watu, utaongoza watu, kwani una siri za Mungu. Wewe ni kuhani ambaye Mungu amechagua katika familia yako, na uwepo wa Mungu ukishuka, hautashuka kwa watu wengine, ni kwako kuhani ndio kutashuka, na unaweza kutabiri juu ya watu, watapokea neema. Hii ndio siri katika jina la Yesu Kristo. Utaona familia nyingi zimekufa, familia nyingi ziko katika ukame, wengi wanaishi maisha ya shida. Ni kwani familia hizi hakuna hata mtu mmoja aliyesimama akiwa kuhani ili aweze kutetea hizi familia. Hakuna mtu aliyekuwa na siri za Mungu kwenye hema ya hii familia. Tutajikuta familia nyingi vizazi kwa vizazi wakilia, hawakupata neema ya siri. Angalia familia yako, unatoka wapi? Angalia kuanzia babu. Baba waweza kuwa alikuwa mganga, alikuwa kuhani wa shetani. Hema, siri ya hema ya Mungu haikuonekana kwenye familia. Ndio maisha unayopitia. Mungu anatuhitaji tuachane kuangalia huko na huko, tujenge msingi wa neno la Mungu, na hiyo neno la Mungu ndiyo siri kubwa. Sasa hatua yake ya 4 inatuzungumzia sasa hizi siri zitakuwaje. Joshua 3 mstari wa 5. Kitabu cha Joshua sura yake ya 3 mstari wake wa 5 inasema, Joshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Tarudia. Joshua akawaambia watu, jitakaseni. Hiyo ndio neno la kwanza. Maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu. Usisubiri mambo ya ajabu kwenye maisha yako kama hakujatangulia utakaso. Na ndio revelation ambayo Mungu alipea mshakazi wa Bwana. Kijito cha nini? Kijito cha nini? Na Joshua anasema fanyeni nini?
Jitakaseni, kwani Bwana kesho atatenda mambo ya ajabu. Na sisi leo tukikaa katika hali ya kijito cha utakaso, tukijitakasa, kesho hata masaa yanayokuja Bwana anatenda mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu ni kesho, ni kwani kuna alama na msingi ya utakaso. Ikiwa leo tumeingia katika kona au hiyo kamba mtumishi wa Bwana aliyoona, ni kwani alijenga chemchem inayoleta neno la utakatifu. Ni hapo, hakuna mahali pengine. Watumishi tunahubiri baraka, tunahubiri mkafanikiwa, lakini hatuhubiri utakatifu. Joshua akawaambia jitakase, hajawaambia nenda muombe au mkwishe kutoa sadaka. Never. Kwani mambo kesho yatabadilika. Lakini akasema nini? Jitakase. Ninaachilia roho ya utakaso katika jina la Yesu Kristo. Kijito cha utakaso. Ukija mahali hapa, toa fikra zako kwa mambo mengine, kamilisha utakatifu. Utaona Mungu akitenda. Mungu atabadilisha. Bwana asifiwe. Tuendelee hapo katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Mwanzo 17 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtolea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mungu anazungumza na Abrahamu. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Kitu alichoalika kwake, kitu cha kwanza, hajamwambia unitolee, hajaniambia uombe, akamwambia uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Wengi wanapozungumzwa juu ya ukamilifu, wengine wanaogopa, na haiwezekani mtu akamilika anapokuwa duniani. Kwa jina la Yesu Kristo, tumekamilika kupitia damu ya Yesu Kristo. Hii madhabahu ya Golgotha ilitukamilisha. Biblia inazungumza wazi ya kwamba tukifundishwa na ministry tano, soma Waefeso mstari wake wa 11 mpaka 13, inasema wengine alifanya kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa nini, wengine ni watumishi ambao ni mapasta, na wengine ni walimu. Anasema kusudi ya kukamilisha wa nini? Watakatifu. Na Mungu akamuita Abraham, akamwambia nenda mbele yangu uwe mkamilifu. Kuna viwango katika utakatifu na ukamilifu. Nieleze vizuri. Ni hapo ndio Mungu alipenda kukamilisha. Mjakazi wa Bwana njoo mahali hapa. Huyu mama Mungu alimpea neno linalokuwa na msingi, na lile neno liko kwenye utakatifu. Na hatutakaa katika utakatifu peke yake. Nitawaeleza, mkikaa kwenye utakatifu miaka nenda miaka rudi, hamujasonga mbele. Mungu anahitaji tupande kiwango cha kutoka kwenye ngazi la utakatifu tupande katika ngazi ya ukamilifu. Mungu akamwambia Abrahamu, nenda mbele yangu ukawe mkamilifu. Ni viwango. Utakatifu tunapewa siku tulipookoka, unaitwa mtakatifu. Lakini kukamilika ni kwani umetoa gharama. Unakuja kanisani, unaomba, unatoa sadaka, unafunga, Mungu anakukamilisha. Ya tatu anasema za utimilifu. Unatimilika. Kila mahali utakapoenda, dunia yote tunasema kuna mtu ameingia mahali hapa.
Sasa mafundisho ambayo mshakazi aliyo nayo ndiyo hayo. Kijito cha utakaso kitakuwa na ngazi ngapi? 3. Utakatifu, ukamilifu, utimilifu. Shangilia Bwana. Kila mahali, hata dunia nzima, mahali utakapoenda, ukitembea na hizo ngazi 3, mapepo, wachawi, waganga, kukosewa kazi, magonjwa yatakimbia. Kwani umebeba Mungu aliye hai. Hizi ndio siri za Mungu, ziko hemani mwako. Amen. Ukibeba hivi vitu vitatu, utabeba familia. Ukiwa na hivi vitu vitatu, utatembeza watu waliosoma, watanyenyekea mbele yako, utawavuta, kwani unabeba Mungu aliye hai. Amen. Acha tukamilishe. Mungu anahitaji kitu kimoja. Tumeomba sana, tumetoa sana sadaka, lakini hatuoni mabadiliko. Kwa nini? Malaki sura 3 mstari wa 5, mstari wa 2 na wa 3. Kitabu cha Malaki. Malaki sura yake ya 3 mstari wake ni wa 2 na wa 3. Naye lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Ni swali, ni nani atakayestahimili kusimama kuja kwa Kristo anapokuja? Watumishi wa Bwana, leo tumehubiri baraka, tumehubiri sana safari za watu kupata kazi, lakini hatujafundisha watu kuja kwa Kristo na kusimama mbele yake. Anasema yeye ni kama moto ulao, ni moto unaosafisha fedha. Yeye ni kama sabuni. 3, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Amen. Mungu anaomba asafishe nafsi zetu. Mungu anahitaji tuwe watakatifu. Tutakapokuwa safi, anapotuosha, ndipo tutaweza kumtolea Mungu na sadaka yetu itakubaliwa mbele ya Bwana. Kijito cha utakaso chaleta watu kusafika na kuoshwa nguo zao, tabia zao, roho zao, nafsi zao zitatakasika, na dhabihu yako hata ni shilingi 20 itakubalika mbele ya Bwana, kwani hakuna virus. Mungu amenena pamoja nasi. Utakatifu ulipewa siku uliokoka, lakini ukamilifu lazima utaushughulikia. Umetoa sana na umelia na haone lolote, lakini unatazamia mambo ya dunia hii, hautazamie Kristo anakuja. Nasema Kristo anafanya nini? Anakuja. Maisha tunayoishi leo ya utakatifu na ya ukamilifu na ya utimilifu yatupatia nguvu ndani ya nafsi zetu. Madhabahu ya Mungu itajengeka, na hizo nguvu ndio zitatuwezesha kupanda mahali hapa na kuelekea katika anga. Hapa kuna stairs. Nguvu za Mungu kutokana na utakatifu. Neno lililopewa likaleta hekima, likakupea namna ya kusikiliza sauti ya Mungu na lugha ya mbingu, ikakupeleka kwenye roho ya utakaso, ukatubu na ukatengeneza, na Mungu yuko
mjakazi wa Bwana, Mungu amejenga madhabahu mahali hapa. Wewe unaokuja katika kanisa hili, tafadhali achana na mambo mengine, kaa katika utakatifu. Vile Mungu alimwambia Abrahamu, njoo mbele yangu uwe mkamilifu. Ndiyo hiyo kamba ambayo mtumishi wa Bwana Mungu alimuonesha wote wakimfuata huyo mama, kwani anabeba msingi ya utakatifu na ya ukamilifu na ya utimilifu. Na wewe katika familia, mimi naachilia hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye kuhani katika familia yako. Amen. Hizi ngazi tatu watu watakuja watakupigia simu. Amen. Wanasema tunajua yule ana Mungu. Ukiwa na shida watakuja kwako. Amen. Ukiwa na problem yoyote watasema tuende mahali kuna mtumishi wa Bwana. Amen. Hizi alama tatu ndizo zitakamilisha. Utakuwa tofauti na mapasta, tofauti na dunia hii. Na mahali utakapokaa, mbingu itachilia malaika wanapanda, wengine wanashuka. Amen. Kwani umejenga madhabahu ya Mungu. Amen. Hii ndio siri kubwa ambayo Mungu alinipea kupitia neno ambayo mtumishi wa Bwana Bishop aliona tukizunguka katika kamba, sote tukiwa nyuma ya nani? Ya mjakazi wa Bwana. Na haya madhabahu yameshajengwa mahali hapa. Ukihitaji upate neema ya Mungu, kaa nyuma ya mjakazi wa Bwana, nyuma ya neno analokupea. Amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Andaa maisha yako kukutana na Kristo. Amen. Andaa maisha mazuri, mahali hakuna kilio, hakuna kuomboleza, mahali hakuna shida, ni maisha ya shangwe na vigelegele, maisha ya kumsifu Mungu. Ubarikiwe na Bwana katika jina la Yesu. Makofi mazuri kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Makofi mazuri tafadhali.